Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu naitwa Sheikh Dr. Hudhud, mudiru wa madrasa Tawfiq hapa Mlandizi, Kibaha, mkoa wa Pwani. Nina maoni yangu juu ya hili sakata linaloendelea hivi sasa dhidi ya video, picha mjongeo zinazoendelea mitandaoni kuonyesha kuna wanawake ambao wameshika msahafu wakati wanaapa, na ikaonekana kwamba wanawake wale hawakuwa katika stara njema ya Kiislamu kwa heshima ya kile kitabu ambacho wanakibeba. Jambo la kwanza, sitetei kwamba wako sahihi, hapana, wamefanya makosa, lakini ili makosa yale tuweze kuyabadilisha, basi kuna vitu kadhaa mimi napendekeza au kama maoni yangu kwa serikali, lakini kadhalika na baraza la masheikh, na maanisha kwa mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair Mbwana. Iko hivi, lile jambo lipo, imetokea makosa yale kwa sababu mbili. Yani wanawake wale kushika msahafu katika mazingira yale imetokea kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu wao hawana mafunzo na maelekezo maalum ya kidini juu ya utaratibu wa kushika Qur'an. Wale wanawake hawana. Kwa maana hiyo hata kule kushika kwao Qur'ani msahafu pale wameshika kwa sababu ni taratibu za bunge kwa Muislamu kuapa kwa kutumia kitabu cha Qur'ani, na Mkristo kuapa kutumia kitabu cha Biblia. Manake kama ingelikuwa hivyo si hivyo, basi pia wasingoshika kabisa hata msahafu wenyewe. Kwa hivyo wamefanya kwa sababu hiyo, na ndio maana wakafanya tu kwa kufuata maelekezo ya bunge, wala wao hawakuwa na wazo lolote juu ya kile kitabu alichokishika kama ni Qur'ani. Na bahati mbaya zaidi pengine hawaelewi hata ubaya na ugumu wa kuapa kwa kutumia Qur'ani. Hawaelewi chochote kuhusiana na hilo. Kwa kosa lao limefanyika, lakini kwa sababu hizo. Lakini kosa la pili ambalo limefanyika ni kutokuwepo kwa taratibu maalum kwa mujibu wa sheria za bunge kwamba Muislamu anapoapa kupitia Qur'ani, kwa sababu Qur'ani, wenye Qur'ani yao wana namna wanavyoheshimu, basi Muislamu anapaswa kuwa kwa namna fulani ili apate kuiheshimisha hiyo Qur'ani. Sasa hii ndio sababu ya pili ambayo nadhani pengine ndio sababu ya msingi ya wala wanawake kubeba vile, kwa sababu kama bunge pia lingelikuwa na taratibu zake likaeleza kwamba Muislamu anapotaka kuapa anatakiwa awe na hatua 1, 2, 3 alafu aape kutumia Qur'ani, basi naamini pia wangefuata taratibu hizo hata kama hawana mafunzo ya kidini. Sasa naomba nitoe pendekezo na maoni. Na natoa pendekezo na maoni nikiwa naamini kwamba serikali haina dini, inajulikana hicho kitu. Lakini pamoja na serikali kutokuwa na dini, serikali ina kipengele cha bungeni pale Muislamu kuapa kutumia Qur'an. Hii inamaanisha kwamba serikali inatumia kigezo cha Muislamu aape kutumia Qur'ani, aape kwa dini yake na imani yake kwamba atalitumikia taifa vizuri. Kama ni hivyo basi, kuna taratibu muhimu sana zinapaswa zifanyike. Na taratibu ambazo zinapaswa zifanyike, kuwepo na utaratibu maalum, na utaratibu wenyewe ni kuwa kwa sababu Muislamu ataapa kwa kutumia Qur'ani, na Qur'ani na heshima yake, basi Muislamu yule akiwa ni mwanamke ahakikishe ameistiri stara inayofanana na kile kitabu anachokitumia kuapa. Na stara inayofahamika ni kuvaa hijab, sio hijab kwa maana lazima avae juba lile, hata kama atavaa mtandio lakini isionekane sehemu ya mwili wake, ashike kwa usahihi zaidi Qur'ani, lakini kadhalika akiwa amevaa stara ya heshima kwa sababu anatumia Qur'ani kuapa, amebeba kitabu kinachowakilisha nembo na alama kuu ya Uislamu, lazima mtu yule aonekane kabisa kwamba na yeye ana alama ya kuwa ni Muislamu. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo lingine la pili, ikiwezekana, si kwa ulazima sana, lakini katika kushika Qur'ani wale wanaotumia kuapa, basi kuwe na kitu kitakachotumika kuishikia Qur'ani. Kwa mfano, kunaweza kuwa labda na Qur'ani kawa ndani ya bahasha maalumu fulani ambayo, au cover fulani ambalo ikawekwa Qur'ani juu yake, alafu mtu akabeba lile cover likiwa na msahafu, ndipo akatumia kuapa. Na hii ni kwa sababu moja au mbili. Sababu ya kwanza kabisa, Qur'ani na taratibu zake katika heshima ya kuishika. Inawezekana mwanamke yupo katika period, haruhusiwi kuishika Qur'ani. Sasa bila kuonyesha kwamba mwanamke yupo katika hivi, inabidi tukuwe na utaratibu huo wa kushika Qur'ani kupitia cover maalum.
Au sababu nyingine ya pili, hata hao wanaoapa katika wanawake ambao hawaishi katika mazingira ya Kiislamu sana, wengine wanakuwa wameambatana na vitu ambavyo katika Uislamu pengine haramu. Nakuta mtu kaeka makucha yake, ameweka kucha ndefu, mtu kapaka vitu ambavyo katika Uislamu ni haramu kwa mwanamke kuweza kuvipaka, anaenda anashika Qur'ani kwa ngozi yake, ile si heshima. Lakini kama itawekwa katika cover maalum kisha akashika, hiyo itakuwa angalau ina nafuu. Lakini maelekezo haya yanatakiwa yatoke wapi? Maelekezo haya ni mazuri sana kama yatatoka katika ngazi za juu za viongozi wa dini ya Kiislamu. Hapa namkusudia mufti mkuu na shekhe mkuu wa Tanzania, Sheikh Abubakar Zuberi. Baraza la maulama wa Tanzania, ni wanawazuoni wa Tanzania, wakitoa maelekezo na mapendekezo haya, ninaamini yatafanywa kazi na serikali, na kwa sababu ni jambo ambalo halivunji sheria na katiba na taratibu za nchi, basi inshallah huenda katika miaka ijayo tukaona utaratibu huu umeweza kufanyika. Jina langu ni Sheikh Dr. Hud